Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe Super Breakfast. Kibiashara zaidi. Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, mahali pekee ambako tunachambua uchumi, fursa na habari ambazo zinagusa wafanyabiashara moja kwa moja. Na leo hii tutagusia ripoti nzito ya CAG ambayo kila mwaka imekuwa kiibua hoja mbalimbali, ambako tunashuhudia maelfu ya watu wakigusia swala hilo, huku zaidi ya trilioni 1 za fedha za umma zikionekana kuwa na matumizi yenye mashaka au yasio na vielelezo vya kutosha. Swali kubwa la kujiuliza ni kwamba hali hii inaathiri vipi uchumi wetu, fursa, lakini pia mzunguko wa fedha nchini. Na vile vile unaweza kuwa unajiuliza, ripoti hizi zinaweza kuonyesha wapi kuna fursa ya biashara, lakini pengine kuna ukweli ambao wafanyabiashara wengi hawajui kuhusu zabuni za serikali. Tunaweza tukafahamu hayo, na nani anabeba gharama halisi, uwajibikaji na upotevu wa fedha za umma, ni moja ya kitu ambacho naweza kujiuliza. Lakini katika hili pia tunaweza tukafahamu ukweli kuhusu kwa nini hoja za CAG zimekuwa zikijirudia kila mwaka wanapotoa taarifa yao. Vile vile athari halisi kwa wafanyabiashara na sekta binafsi, fursa ambazo zimejificha ndani ya mapungufu ya mifumo ambayo imekuwa ikizungumzwa. Sasa kwa mujibu wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, CPA Charles Kichere, ambaye amesoma ripoti ya ofisi yake ya mwaka 2024-2025, hivyo Machi 30, 2026, Ikulu jijini Dar es Salaam, imesema kwamba kufikia Juni 30 mwaka 2025 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 110.05. CAG pia amesema kwamba kiasi hicho kinajumuisha deni la ndani ambalo ni trilioni 35.5, huku deni la nje ni trilioni 74.55. Pia amebainisha kwamba ndani ya mwaka mmoja deni la serikali limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7, sawa na asilimia 13.04. Nafahamu watu wengi sana wanatamani kusikia kuhusiana na deni. Sasa leo hii pia tutapata uchambuzi makini kutoka kwa CAG mstaafu, mtu ambaye alikuwepo moja kwa moja katika mfumo huu, lakini pia yeye amelitumikia taifa hili kwa takriban miaka 8 katika kiti hicho. Anaweza kutupa ukweli ambao wengi hawajui, huku akichambua kwa namna moja ama nyingine. Leo ikiwa ni sehemu ya kwanza, kwa kuanza tu tunakwenda kuichambua ripoti yenyewe. Kwa kuwa ripoti ina maeneo mengi sana ambayo yamezungumzwa, basi leo CAG mstaafu yeye atatupa jicho lake la kichambuzi kwenye kile ambacho amekiona kwenye uwasilishwaji wa ripoti ya CAG. Kibiashara Zaidi. Ripoti zote zile ni ripoti zinaonyesha tathmini ya utendaji kazi wa serikali kwa mwaka 24-25 ambao umeisha, na utaona ripoti zote zile. Kwa hiyo ukaguzi unafanyikaje? Unaenda kwa mkaguliwa, ambaye sasa kwa Kichere mkaguliwa ni serikali, na unamkagua taasisi hapa kwa Kichere ni serikali ya Tanzania, na mkaguliwa mkuu kwa Kichere ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ndio msimamizi mkuu wa utendaji wa shughuli za serikali, si ndio? Ni tathmini ya kwamba mlipanga nini, makusanyo yenu mliyapanga, mtakusanya na ngapi, mmekusanya na ngapi, mmetumiaje
na katika kutumia kule wanaangalia uzingatiaji wa sheria, taratibu, si ndio? Taratibu kama mmeona katika ripoti ya CAG amehoji uwanja wa mchezo wa Arusha kwamba haukupatikana kufuatana na sheria, matakwa ya sheria ya PPPR, kwamba kulikuwa na kulikuwa mna ushindani, si ndio? Kwa hiyo ndio madhumuni ya ukaguzi, kwamba unapima literally utekelezaji, ufanisi wa utekelezaji wa shughuli ya mkaguliwa. Okay, sasa umegusia hapo uwanja huo wa Arusha kama sehemu ya mfano, lakini bila shaka ukirejea pia kwa ripoti zilizopita za CAG, hata pengine tukirejea kule ambako umewahi kuwepo wewe wakati wako, utakuta baadhi ya mambo yanajirejea, yani yanafanana hivi. Hii inatoa picha gani? Na pengine labda inaweza kuwa uwajibikaji umepungua, au unalitazama kwa namna gani kama mstaafu pia? Ni kweli mimi nilikagua kwa miaka 8, si ndio? Kipindi changu mimi wakati nakagua ndio wakati serikali imeingia kwenye matumizi ya viwango vya kimataifa vya uhasibu kuandaa hesabu, si ndio? Kipindi changu kile mimi hati chafu zilikuwa zinazidi hati safi. Leo hati chafu ni chache mno, inaweza kutafuta. Kwa hiyo unaona ni maboresho, ni hati imejirudia, hati chafu, si ndio? Lakini kwa 1%, wakati ule ilikuwa ni zaidi ya 50. Kwa hiyo kwa kuwa wanadamu sisi watumishi wa serikali ni wanadamu, na kwa kuwa tunajua udhaifu wa wanadamu, kuna kupitiwa katika kufuata taratibu, umeelewa? Kuna kufanya makosa, yani makosa yani dhahiri kabisa, kwamba sio kwamba hujadhamiria lakini unakuta umefanya kosa. Kwa sababu ya hiyo hali, kaguzi zote takazofanya na nchi zote duniani, hakuna nchi ambayo imefanya ukaguzi popote duniani, hata kwenye zile nchi zilizoendelea ambazo zinatumia teknoloji ya hali ya juu, CAG amekagua asipate hoja zitajirudia. Lakini tuangalie hii hoja inapojirudia. Ukiangalia mwaka juzi CAG ilipotoka hii hoja ilikuwa na dhamani ya hela ngapi? Anapoirudia leo, dhamani ile iko kama vile imeongezeka ama imepungua? Kama hoja zinazojirudia dhamani yake inapunguka mwaka hadi mwaka, then hii ni dhahiri kabisa kwamba CAG na ofisi yake anafanya kazi yenye tija kubwa kwa nchi na maendeleo yake. Sasa kibiashara zaidi, tuangalie deni la taifa. Tumeona kwamba kuongezeka mpaka kufikia trilioni 110.05. Pengine kwa mtazamo wako sasa, deni hili la taifa lina akisi maendeleo na kupanda huku, na wewe pia unakutazama kwa namna gani na uchanganuzi wake? Mimi niseme kwamba kama mtu msikiliza CPA Charles Kichere vizuri, amesema ndio kumekuwa na ongezeko la trilioni 12 trilioni, lakini akasema deni ni himilivu. Na deni kwa himilivu ni kwamba nini? Kwamba uchumi wa nchi ule wa leo, na ukiweka matarajio ya mwaka unaokuja na unaokuja, si ndio? Uchumi wa nchi utakuwa na uwezo wa kulitumikia ili deni, kwamba kulipa the principal amount na riba, ndio uhimilifu. Na mimi naomba niseme kwamba Watanzania, tangu mimi nilikuwa CAG, kumekuwa na hicho kilio, deni linaongezeka. Watu wanakimbilia hapa, deni linaongezeka. Tusiwe na tatizo na deni kuongezeka.
Sisi wa Tanzania kama kweli tunaipenda nchi yetu na tuna uchungu na mapesa ya nchi, sio sisi tuwe tunataka kujua hizi pesa zilizokopwa zimetumikaje, na kama endapo pesa hizi zimetumika kwa kujenga miundombinu ya nchi, kwa kufanya vitu vya maendeleo ya nchi, si ndio? Pesa zimetumika katika kusaidia taifa lipanue uchumi wake. Sisi tunahofia nini? Kwa sababu kwa kupanua miundombinu, kwa kupanua uwezo wa nchi, kuna nini, si ndio? Nchi inakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuongeza mapato yake, na hivyo na ndio uhimilifu wenyewe wa deni, kwamba zinakopwa, zinaingizwa kwenye miradi ya kuleta maendeleo ya nchi. Nchi inakuwa na maendeleo makubwa zaidi, inakuwa na uwezo zaidi wa kutengeneza mapesa ya kutumikia hili deni. Ndio hiyo uhimilifu wa deni. Kibiashara zaidi. Kwa maana yake wewe ukitazama, umewahi kuwa CAG, unaona lina akisi maendeleo kabisa. Kwa sababu gani? Sidhani kama kusema kweli tungekuwa na uwezo kama nchi tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere, tujenge hii nani ambayo bado tunayo hii treni ya mwendo kasi, tujenge ile daraja la Busisi nani kule, ni mabilioni ya hela. Na naomba niwaambie ni kitu, nchi zote duniani zinakopa kwa maendeleo ya nchi zao. Nchi zote. Nilikuwa kwenye Radio 1 nikawaambia hivi, hata wewe ndugu yangu mtangazaji, ukitaka kutoboa kwenye biashara, useme utafanya eti biashara na mshahara unaolipwa na East Africa Radio, hutatoboa. Ukitaka kutoboa kibiashara, umenielewa? Tengeneza vizuri mradi wako, nenda benki, kopa. Okay, sawa. Lakini unafikiri nini kikifanyika inaweza ikatutoa tusikope zaidi? Mimi kwenye hilo nipende kusema kwamba pesa zile kidogo tunazokusanya, tuiombe sana serikali, kwa sema kweli, wawe wasimamizi wazuri zaidi, wawe wakali zaidi kwa watu ambao kwa sababu moja ama nyingine wanavuja fedha za umma. Umenielewa? Wawe wakali zaidi kwa wale wanaobainika kusababishia serikali hasara, ili ile pesa kidogo tunayoipata irudi yote katika kuletea Watanzania maendeleo. Tukisimamia vizuri zile pesa vizuri tulizonazo, ukweli inaweza kabisa katupunguzia, sio sana, lakini ka element ka pesa ambazo tungekopa. Kibiashara zaidi. Okay, sawa, tumalize kadhaa. Nimeona shirika la ndege mara kadhaa limekuwa kwenye kila taarifa inarudiwa. Sasa tupate kidogo teki yako kwenye hii ATCL. Kwenye hii ya Tanzania na yale mashirika mengine yote ambayo yameripotiwa kila mwaka kuleta hasara. Hasara ni matumizi ya pesa za wananchi bila kuwepo na faida kwa serikali ama kwa wananchi wenyewe. Sasa kwa Kiingereza inaitwa nugatory expenditure. Sasa kwa sababu haya mashirika yote ya umma yako chini ya usimamizi wa msajili wa hazina. Msajili wa hazina aombwe, aone umuhimu ya kuyafanyia tathmini ya kina haya mashirika, ajue kiini cha matatizo yao ni nini, ili kile kiini kitafutiwe suluhisho, ili ripoti zitakazofuata at least isiwe ni muendelezo tu, kuwe na hatua zimechukuliwa katika kupunguza hizi hasara. Safi sana. Tunamalizia maswali haya matatu kwa ufupi sana. La kwanza, kwa mtazamo wako, ripoti ya CAG, lakini wewe umetumikia vizuri kabisa kwenye nafasi hiyo. Zinapotoka ripoti kama hivi, zina mchango gani kwenye masuala ya uchumi? Lakini pia uwepo wa taarifa kama hizi za ubadhirifu wakati mwingine ama makosa kujirudia haziwezi kuwa sehemu ya kuathiri ama kuatisha wawekezaji, ama unalitazama kwa namna gani? Serikali imekuwa wazi, imefanyia ukaguzi na imeweka ripoti zake hadharani. Umeelewa? Hiyo inasaidia sana
hata kuvuta wawekezaji. Sababu bwana, Tanzania bwana, kuna usimamizi mzuri wa fedha za umma. Kwa sababu gani? Ripoti za CAG sio siri, ziko wazi. Unajua, huwa nasema kila siku usiri. Serikali wanasema inafanya kazi kwa usiri. Usiri ukizidi ni adui ya uadilifu, na usiri ukizidi unadidimisa uwajibikaji. Kwa hiyo tija kubwa ya hii ripoti ya CAG ni ile uwazi, kwamba serikali imekaguliwa na haikuogopa ifiche, ripoti zake zimekwenda wazi. Ni kitu cha kupigia makofi. Nakumbuka nikiwa mimi CAG tulitembelewa na rais wa Marekani na Barack Obama. Yes, na aliulizwa na international journalist akiwa Dar es Salaam, ni kitu gani kimekuvutia kuja Tanzania? Alisema vitu vingi, lakini akasema pamoja na kwamba hawa ripoti zao za ukaguzi zinawekwa hadharani. Kibiashara zaidi. Na ukiangalia kila ripoti zinapotoka, swali kubwa hatua, mbona watu wachukuliwa hatua? Nini wakinafuata? Serikali imechukua hatua, lakini ni kimya kimya. Sasa kwa kuwa serikali imeweka ripoti hadharani, si ndio? Ikichukua hatua naye iweke hadharani. Kwa sababu gani? Wananchi wa Tanzania wana haki ya kujua hatua zinazochukuliwa dhidi ya watu ambao wamebainika kuwa wabadhirifu au wafujaji wa fedha za umma. Kwa sababu fedha za umma kama inavyosema, umma ni nani? Ni wananchi wa Tanzania. Na ukienda kwenye katiba ibara ya 827 inaonyesha wazi kabisa kwamba fedha na mali zote za serikali, wenye mali hizo ni wananchi wa Tanzania. Okay, sawa. La kumalizia, unafikiri nini sasa kifanyike ili kupunguzwa ama kupunguza hili ambalo limekuwa likizungumzwa mara zote, mianya ya rushwa na vitu kama hivyo kwenye ripoti ambayo imewasilishwa? Jana tumeona rais amepokea ripoti 3. Ripoti ya CAG, ripoti ya taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa, na taasisi ya udhibiti na ununuzi wa umma. Ripoti hizi zote zinazungumzia fedha na rasilimali za taifa. Unajua ingependeza ripoti hizi alizopokea rais jana, kama alivyopokea jana, ingependeza afanye kama inavyofanyika kwa ripoti ya CAG. Ripoti hizi ziwasilishwe zote bungeni kwenye wawakilishi wa wananchi, ili waheshimiwa wabunge kwa nafasi yao wazifanyie kazi na waweze kutimiza kazi yao muhimu ya kuishauri serikali. Kama hizi ripoti hazitaenda bungeni zikabaki kwa rais, kama ilivyobaki mwaka jana, tuliona rais alipokea ripoti ya PCCB, lakini ripoti ilienda bungeni ikaenda ripoti ya CAG. Lakini ukisoma sheria ya PCCB inasema ili kupigaji vita ufanikiwe unahitaji ushirikishwaji wa wananchi wote, na ndio sababu wasema upigaji vita ni jukumu langu na jukumu lako. Sasa kama ni jukumu la wananchi kushiriki, si ndio? Watashirikije kama ripoti ya utendaji kazi wa chombo kinachosimamia nani inakuwa ni siri? Nimesema siri ikizidi ni adui wa uadilifu na inadidimisa uwajibikaji. Tupunguze usiri. Hizi ripoti ambazo zinashughulikia rasilimali za wananchi, wananchi wana haki ya kujua vilivyopo kwenye hizo ripoti. Kibiashara zaidi.
Bila shaka umesikia mwenyewe kuhusiana na ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Sasa hivi imekuwa gumzo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na vile ambavyo ubadhirifu umetajwa, lakini pia baadhi ya mashirika kushindwa kujiendesha, huku ikitajwa uwepo wa hati chafu vile vile. Lakini mstaafu ametuambia kuna utofauti mkubwa wa uwasilishwaji wa ripoti hizi, lakini pia kuna maendeleo yanaonekana kutoka namna ambavyo wao wamekuwa wakikagua hesabu hizi kwa miaka iliyopita na sasa hivi, huku akitaja mafanikio kadhaa ikiwemo kwenye swala zima la deni la serikali. Leo ilikuwa ni sehemu ya kwanza tu. Tutaendelea katika sehemu ya pili, ya tatu na mwendelezo wake, nikikuletea wachambuzi mbalimbali, lakini pia wachumi mbalimbali, tukichambua sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na leo tumeangalia ripoti na uwasilishwaji wake, lakini zaidi umesikia kwenye deni lile la taifa lilivyopanda na maendeleo kiujumla, lakini vile vile CAG mstaafu ametuambia uwajibikaji unapaswa kuwa vipi na namna gani tunaweza tukaepuka madeni zaidi na kujitegemea kiundani. Kwa wakati wote ulikuwa nami, langu jina ni John Lawrence Rupokela. Hii ni Kibiashara Zaidi, mpaka wakati mwingine. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo.
Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba.
Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba.
Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe.